Wengi tunakwama kwa sababu ya hofu. Watu wenye ulemavu wametakiwa kuondoa hofu ili waweze kutekeleza malengo yao, ikiwa ni pamoja na kugombea nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi wa 10 mwaka huu, kwani serikali imewawekea mazingira mazuri na wezeshi. Naibu Meya wa Jiji la Dodoma Fadhili Chibago ametoa wito huo katika kongamano la kuwainua kiuchumi watu wenye ulemavu lililoandaliwa na taasisi ya Dira jijini humo, ambapo amesema watu wengi ambao wanashindwa kwenda mbele ni kwa sababu wanatanguliza hofu. Sasa ni lazima tuanze kwanza kuikataa hofu. Sawa ndugu zanguni? Wale wote waliofanikiwa ni wale wote walioikataa hofu, wakakabiliana na changamoto, wakatoboa, wakasonga mbele. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inawajali wananchi wote, na kuthibitisha kwamba serikali ya mama inawajali wananchi wote, imetenga fedha kwa ajili ya walemavu wajitokeze wakachukue fedha wakope ili waweze kufanya miradi yao. Sasa kama serikali inatambua kwamba hawa ni Watanzania sawa sawa na Watanzania wengine, mimi ni watoe hofu, wachukue hiyo kuwa ni fursa ya wao kwenda kuchukua fomu wakati ukifika. Ninaamini serikali hii au vyama vyetu vya siasa vitawapatia kipaumbele ili na wao waweze kuwa moja kati ya watu wanaoweza kusikika duniani. Kupata uwakilishi katika makundi yote inasaidia pia kuwafikia Watanzania wote. Kwa hiyo ikataeni hofu, chukueni fomu na mjiambie kwamba mnaweza kusimama katika nafasi hizo ambazo zitakuwa zimejitokeza kwa kipindi hicho katika uchaguzi. Mchukue fomu wakati utakapofika wa kugombea nafasi mbalimbali. Udiwani, ubunge, rais tayari tunaye sisi mgombea. Lakini mchukue fomu kwa ajili ya kugombea ili kuwe na uwakilishi ulio mzuri. Tuwe na walemavu, tuwe na watu wa namna zote zile, kwa sababu anayetoa uongozi ni Mwenyezi Mungu, ndiye anajua nani atakuwa nani. Kwa ni watie moyo ndugu zangu wa Dira ambao leo tumekuwa na nyinyi kwenye kongamano hili zuri la kuinua uchumi wenu na vipato vyenu. Kufika wakati huo, timizeni huo wajibu wenu wa kimsingi, na hiyo ni haki yenu ya kikatiba ya kuweza kujiandikisha, lakini pia na kugombea nafasi yoyote ile ambayo mtaona kwamba mnafaa. Watanzania tupo, tutawachagueni na kuwapa nafasi. Aidha, Chibago akatoa ahadi hii kwa watu hao wenye ulemavu kupitia taasisi ya Dira. Kwenye jambo la nyinyi kupata eneo kwa ajili ya kufanyia kazi zenu, sisi Jiji la Dodoma tuna ardhi, na ardhi hiyo imetengwa kwa ajili ya taasisi mbalimbali, ikiwemo taasisi hii ya Dira. Pale mtakapoomba ardhi kwa nafasi yangu mimi kama naibu meya wa Jiji la Dodoma, niwahakikishie nitawapa kipaumbele cha nyinyi mpate eneo lenu kwa ajili ya kuendesha shughuli zenu za maendeleo. Kama tuna ardhi tunatoa kwa ajili ya watu kujenga shule, kujenga hospitali, wengine kujenga tu maeneo ya michezo, kwa nini tusitoe ardhi ambayo itageuka kuwa sadaka mbele za Mwenyezi Mungu kugusa maisha ya hawa watu wenye ulemavu ambao siku zote watabaki wakimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hilo. Kwa hiyo hili, mkurugenzi, ni kuombe. Ndiyo, ni lazima kwanza tutafute eneo lingine la haraka hapa katikati ili muendelee kufanya shughuli zenu, hawa wenye ulemavu waendelee kufanya kazi, lakini ni vizuri tupate eneo letu la kudumu. Naye afisa ustawi wa jamii anayeratibu dawati la uwezeshaji kiuchumi kwa watu wenye ulemavu ofisi ya Waziri Mkuu Ismail Mbwana Sale akayaweka haya bayana kuelekea uchaguzi mkuu. Bahati nzuri sana mimi ni mratibu wa engo hiyo, na kwa hiyo sehemu ya upigaji kura, yani kusimamia, serikali yetu imejipanga uchaguzi wa mwaka huu hususan katika engo zote za masuala ya watu wenye ulemavu kama inavyosema katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara ya 18
inasema ni haki ya kila raia mwenye umri wa miaka 18 kushiriki na mwenye umri wa miaka 21 kushiriki kuchagua au kuchaguliwa. Mwenye miaka 18 tunasema anachagua. Mwenye 21 anao uwezo wa kuchaguliwa, yani kwa kuomba ridhaa kwa nafasi ya ubunge, udiwani na kadhalika. Hivyo niwathibitishie kwa kama ofisi mratibu wa masuala ya watu wenye ulemavu nchini, uchaguzi mkuu huu umekuwa jumuishi. Na si huu, kwa mwaka huu tutaboresha, ila kipindi cha nyuma ulikuwa kuna braille, tactile braille ile ya kupiga kura kwa wenzetu wasioona. Lakini mazingira tutasimamia yatakuwa shirikishi na wezeshi kwa watu wenye ulemavu. Licha tu ya mazingira kuwa shirikishi kwa watu wenye ulemavu, pia tunawahubiria au kuwahusia watu wenye ulemavu kushiriki katika kuomba ridhaa ya nafasi mbalimbali kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za nchi yetu. Ama kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya Disability Rehabilitation ARC DILA, ambaye pia ni katibu wa chama cha watu wenye ulemavu wilaya ya Dodoma mjini, Boke Minyoli, amesema watashiriki uchaguzi huo, lakini pia akatoa ombi hili kwa serikali. Mwaka huu tunafikiri tutashiriki na tutaendelea kuhamasisha, kwa sababu mimi ni kiongozi wa wilaya, ni katibu wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya Dodoma mjini. Kwa hiyo nitahakikisha na washirikisha wenzangu, na hata daftari la kudumu linalokuja kwa ajili ya kuchukua takwimu mpya, nitajitahidi ambao wote hawajapata takwimu zao mpya, tuhakikishe tunaenda kuchukua viparata na kupiga kura. Tumchague rais wetu tunayemtaka, vile vile na wabunge na madiwani watakaochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Tunaweza kusema tunawapiga kura sisi, lakini Mungu kuna wake aliyoandaa. Kama unavyosema, mazingira ya wezeshi yanakuwa sio rafiki, hususan kwa watu. Unajua sisi tumegawanyika katika vyama, hususan kwa CHAVITA. CHAVITA ni watu wasiosikia. Mara nyingi ukienda pale kwenye vituo unakuta hamna mkalimani. Kwa hiyo kiasi kwamba anashindwa kuhudumiwa, maana yule anayekuwa anaandikisha au anayesimamia uchaguzi anakuwa hajui zile alama za nini za vidole. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu mwaka huu ituzingatie kwa wale wenye ulemavu wasiosikia, wawekewe miundombinu mizuri ya kuweza kuchagua viongozi wanaowataka. Wezesha watu wenye ulemavu ili waweze kujenga uchumi wa kujitegemea kwa maendeleo ya taifa. John Israel, Banda Media, Dodoma.